Wito huo umetolewa leo na katibu wa wilaya ya Dodoma, kanisa la Moravian, jimbo la Kaskazini, na mchungaji wa usharika wa Iringa Road Dodoma, Daniel Masine, wakati wa ibada ya mwaka mpya, ambapo amesema licha ya changamoto, vikwazo walivyokutana navyo, wanapaswa kusamehe na kusonga mbele ili Mungu aweze kufungua milango ya baraka. 2026 uwe ni mwaka wa baraka kwako. Ninakutakia baraka na ushindi. Ninakutakia neema katika mwaka huu mpya. Unaposherehekea, nikukumbushe jambo moja: usilipe kisasi kwa yeyote aliyekukosea. Usilipe nini? Kisasi. Kazi ya kisasi ni kazi ya Bwana. Ukisoma Warumi ile sura ya 12 mstari wa 19. Usihangaike na watu. Taifa limepitia wakati mgumu huu mwaka ulioisha, lakini kuna makovu, kuna mahali tunaumizwa. Niombe achilia wenzako, uwasamehe. Usilipe kisasi. Kisasi ni kazi ya Bwana. Naomba Watanzania tuvumiliane katika yote. Tujenge taifa letu hili, taifa zuri lenye neema, taifa lililojaa baraka na ushindi, lina asali na maziwa. Mshangilie Bwana. Kwa sokoni mtaona asali, mtaona maziwa. Kwa ishara kwamba nchi imebarikiwa Tanzania. Naomba tuvumiliane, usilipe kisasi mahali popote pale. Unaposherehekea sikukuu ya mwaka mpya, wapende wenzako na wajali wenzako. Sisi ni wamoja wa Tanzania, sisi tumejaa upendo. Kwa hiyo ndani yako wewe kujae haki, kujae upendo, kujae amani, kujae huruma, lakini pia uwachukulie wenzako. Mshangilie Bwana kwa makofi mengi ya utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu wa neno la Mungu Shadraka Mwakipuba anawasihi Wakristo wanapoanza mwaka mpya kufanya shughuli zao kupitia kusudi la Mungu na sio mapenzi yao. Maana katika kusudi la Mungu kuna faraja. Kusudi la Mungu kuna upendo. Kwenye kusudi la Mungu kuna mpenyo. Lakini ukitumikia kusudi la Mungu kuna mabadiliko. Ukitumikia kusudi la Mungu kuna hifadhi. Lakini ukitumikia kusudi la Mungu pia unapata kibali mahali popote unapokwenda. Sasa shida yetu wanadamu wengi tumeambatana sana na kusudi letu wenyewe. Vile vya kwetu tunachotaka tukaliacha kusudi la Mungu. Nao Wakristo wanamshukuru Mungu kwa kuwavusha salama, huku wakiahidi kuyafanyia kazi waliofundishwa na viongozi wao wa dini, hasa kusamehe na kuishi kwenye kusudi la Mungu. Kwa mwaka wa kutengeneza umoja kuanzia ngazi ya familia, kanisa na taifa. Mwaka wa kusameheana, kitu ambacho ni kibaya sana katika maisha. Badala ya kuendelea na maendeleo mengine, badala ya kufikiria mambo mengine, badala ya kuomba kwa Mungu akupe mafanikio, unabeba pamoja na yale ya nyuma ambayo yasingekusaidia katika maisha yako. Viungo vinasababisha matatizo, unaweza ukapata mara ugonjwa, vidonda vya tumbo, pressure, yote hivyo vinatokana na